mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenge wa uhuru, kijana huyu leo hii ningeomba kwa heshima ya kipekee, kijana huyu leo hii nitampa zawadi mbili. Zawadi ya kwanza nitamshikisha mwenge wa uhuru ile kama na ishara ya sasa shule ya Mzumbe hii. Mwenge wa uhuru umewaka, lakini pia umeonesha uzalendo na upendo wa taifa hili. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 Ismail Ali Ussi ameonesha kushangazwa na umahiri wa mtoto Jacqueline Eliabi mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 5, wa kueleza faida za matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia na hatari ya shughuli za kibinadamu kwenye mazingira. Mtoto huyo anayesoma shule ya msingi Manyinga, halmashauri ya wilaya Mvomero mkoani Morogoro, ameonyesha umahiri wake wa kueleza umuhimu wa matumizi ya nishati safi kama inavyohimizwa kwenye kampeni mbalimbali, ikielezwa umahiri wake umetokana na elimu iliyoenezwa karibia kwenye shule zote za halmashauri hiyo, jambo lililomfanya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kumshikisha mwenge wa uhuru kama ishara ya kutambua mchango wa mtoto huyo kuunga mkono jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi na salama. Kwa jina naitwa Jacqueline Eliabi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Manyinga. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kutoa elimu ya nishati safi ya kupikia katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Kwanza nitaanza kutoa maana ya nishati safi ya kupikia. Nishati safi ya kupikia ni nishati yenye viwango vya chini sana vya uzalishaji wa uchafuzi unapochomwa. Mfano, gesi asilia, nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati ya umeme, LPG, yani inamaanisha liquid petroleum gas na kadhalika. Faida au umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia yamegawanywa katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, kiafya. Nishati safi ya kupikia hupunguza magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Matumizi ya kuni na mkaa kwa muda mrefu huathiri mfumo wa upumuaji, hivyo huzalisha hewa ya carbon, ambayo hewa ya carbon si rafiki wa binadamu. Kundi la pili, kimazingira. Kwanza, nishati safi ni rafiki wa mazingira kwa sababu haizalishi hewa chafu. Pia hupunguza kasi kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya kupata kuni na mkaa. Kundi la tatu, kiuchumi. Ingawaje gharama za awali si rafiki, lakini matumizi yake ni ya muda mrefu. Kwa maana hiyo, huokoa pesa na muda. Pia nishati safi ya kupikia huzalisha ajira. Kundi la nne, kijamii. Huboresha maisha ya kila siku, yaani jamii badala ya kwenda porini ubeba mizigo ya kuni na mkaa, wanaachana na kadhia hiyo na afya zao zinaboreshwa kwa kutumia nishati safi ya kupikia ambayo ni rafiki wa mazingira. Mwisho, bila kujali jinsia, dini, rangi, kabila, yatupasa sisi sote tutumie nishati safi ili kutunza mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho kwa maendeleo endelevu. Pia tukumbuke kuwa sisi sote ni mabalozi katika utunzaji wa mazingira, kumuunga mkono mama yetu, mpendwa wetu, rais wetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, na kuhamasisha kwamba tutumie nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira yetu na kuboresha afya zetu. Kutokana na kauli mbiu inavyosema, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Hakikisha unamchagua kiongozi ambaye anasimamia swala zima la utunzaji wa mazingira. Kiongozi wa mbio za mwenge safi. Tukio hilo limejiri wakati mwenge wa uhuru ulipowasili katika shule ya sekondari Mzumbe kukagua na kuona utekelezaji wa mradi wa matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia shuleni hapo, ambapo ukiwa wilaya ya Mvomero mwenge huo umepitia jumla ya miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.6. Mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 ukiwa wilayani Mvomero utapitia jumla ya miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 69,810,000. Akizungumza mbele ya wananchi na watumishi mbalimbali wa halmashauri ya Mvomero, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 Ismail Ali Ussi amesema kitendo hicho ni ishara ya kutambua mchango wake katika kuunga mkono jitihada za serikali za kuhamasisha matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia. Kama unaposema umurike ndani na nje mpaka yetu ulete matumaini. Naamini mwenge wa uhuru leo hii kupitia shule ya sekondari ya Mzumbe umeonyesha matumaini makubwa sana sana. Mwenge wa uhuru oye! Kijana huyu mimi pamoja na vijana wenzangu 6 tutamkabidhi shilingi 100,000 iwe kama mishahara ya zawadi.
Kwa kweli sikutarajia na wala sikutegemea. Ni kijana mdogo, lakini anaonesha uzalendo, anaonesha mapenzi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli naomba nyote mlioko hapa mpigieni makofi mengi sana. Ndugu yangu Jacqueline, hongera sana, na mimi niendelee kukutia moyo kama kaka yako, lakini pia niliyepewa dhamana mimi pamoja na vijana wenzangu 6 kukimbiza mwenge wa uhuru ndani ya halmashauri 195. Kwa kweli hongera sana, na Mungu ataendelea kukuzidishia juu ya elimu yako. Lakini pia ameongea mambo mengi na mazuri, mimi sina haja ya kurejea yale yote ambayo ameyazungumza. Ndio uhalisia wa taifa letu kwa sasa na dunia kwa ujumla. Kwa kweli tuendelee kuungana na Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuhakikisha ili ifikapo 2030 watu wote wa Tanzania wanatumia nishati safi na salama juu ya kuweka miundombinu mizuri ya mazingira. Jacqueline Eliabi mwenye umri wa miaka 10, mmoja kati ya wanafunzi wa shule za msingi anayewakilisha shule zinazotekeleza mradi wa Eco School kupitia shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania, ambao unatekelezwa kwenye shule za msingi za serikali na vyuo vya kati vya ualimu, unaolenga kuwatengeneza vijana kuwa watetezi wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.